kupoteza wakati, nichukue nafasi hii nishoke na kunyenyekea kabisa naenda kumleta mtumishi wa Mungu mpaka mafuta wa Mungu. Bwana amemwandaa kwa ajili yako asubuhi ya leo. Simama kwa miguu yako miwili wakati anakuja mbele, na si mwingine ni mtumishi wa Mungu Julius Alex. Karibu mtumishi. Karibu nyumbani mwa Bwana. Mwambie jisikie vizuri. Haleluya. Na jisikie kumwabudu Mungu kwa nyimbo hii asubuhi ya leo. Kabla tujaingia kwenye somo letu, funika macho yako ili mikono yako tuombe. Kushukuru uongozi wa kanisa, kumshukuru baba yetu Askofu Bishop Maboya pamoja na mama yetu Askofu Jennifer kwa ajili ya kutupa nafasi hii asubuhi ya leo ya kusimama mbele ya madhabahu hii. Jina la Bwana libarikiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya upendeleo asubuhi ya leo kunifanya chombo cha kutumika katika madhabahu hii. Lakini nishukuru pia praise team, nishukuru na wewe uliyefika katika ibada ya asubuhi ya leo. Ninataka tukumbushane habari ya Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Ninajua kwamba kila mtu anajua habari za Roho Mtakatifu kwa namna yake, na kila mtu anatembea na Roho Mtakatifu
Mtakatifu kwa namna yake. Lakini asubuhi ya leo liko neno tena madhabahuni hapa mahali, kwa sababu kila siku Mungu ni Mungu wa mambo mapya. Haijalishi uko katika mazingira gani, lakini Roho Mtakatifu anacho cha kukupa asubuhi ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Tutaangalia habari za Roho Mtakatifu, kwa sababu kanisa pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kuenda mbali, na mwana wa Mungu pasipo na Roho Mtakatifu hawezi kuvuka baadhi ya maeneo. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaona kwamba kanisa la kwanza ambalo lilitembea na Yesu Kristo, ambalo ni la mitume na manabii, walitembea na Yesu safari ndefu, lakini Yesu alijua kabisa kwamba hao watu kuna mahali watamhitaji Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Japokuwa kulikuwa na ishara na miujiza, lakini kanisa la kwanza liliwiwa kupata nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo anajua pasipo huyo Roho Mtakatifu, mimi na wewe kutembea katika utakatifu ni kazi kubwa sana. Haleluya. Lakini kuishi katika nyakati hizi pia pasipo Roho Mtakatifu ni kazi ngumu sana. Mungu atusaidie. Kwa hiyo hebu leo tumwangalie huyu Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu ya Mungu. Kwa sababu ni Bible study, nataka tumwangalie Roho Mtakatifu, tujiulize Roho Mtakatifu ni nani? Haleluya. Roho Mtakatifu ni nani katika maisha yetu? Roho Mtakatifu ni nani katika huduma zetu? Roho Mtakatifu ni nani ili tuweze kumhitaji? Biblia inatuelekeza kabisa kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, ambayo akitoka Yesu Kristo anaendelea Roho Mtakatifu. Amen. Lakini pia Roho Mtakatifu ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Lakini Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu juu ya kanisa. Amen. Yaani Roho Mtakatifu ni zawadi ya kwanza, ambapo kabla ya Yesu kuondoka duniani alimzungumza akitembea na wanafunzi, akawa anamueleza, akawaambia nitaondoka ili aje msaidizi. Anawaeleza kabisa kwamba ni ahadi ya kimungu. Haleluya. Lakini Roho Mtakatifu ni mwombezi. Roho Mtakatifu ni mwombezi. Tunajua kabisa kwamba kabla ya Yesu kuondoka duniani, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatembelea kivuli cha Yesu. Hata mambo ambayo walikuwa wakiyaona na kuyagusa mengine, kwa sababu Biblia inatuambia kuna ishara ambazo ziligusika, kama ishara ya mkate na samaki, wanafunzi walishika. Lakini yako mambo yalifanyika kwa namna ambayo wenyewe walishangaa, lakini kwa kipindi hicho wao walishindwa kufanya, kwa sababu hiyo ahadi bado haijatimia kwao. Ahadi ilikuja kutimia wakati Yesu anaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaona kwenye vitabu vya Injili, tunaona wanafunzi wa Yesu kuna wakati walijaribu kufanya kama Yesu. Wakaletewa mgonjwa, wakamwombea, lakini mgonjwa hakufunguliwa. Hakufunguliwa kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa ndani yao kwa wakati huo. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini nataka tuangalie maandiko machache katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuangalie sura ya kwanza, afunenda kwenye mstari wa 8. Kumbuka tunamwangalia Roho Mtakatifu. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya dunia. Mungu atusaidie. Wakati huu wa Matendo ya Mitume, kwa sababu ukiangalia kuanzia mwanzo wa kitabu cha Agano Jipya, tunaona utendaji kazi wa mitume ama utendaji kazi wa Roho Mtakatifu unaanzia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kuanzia kitabu cha Mathayo ilikuwa ni historia ya Yesu Kristo, ilikuwa wanamfunua Yesu Kristo, kwa sababu kwenye Agano Jipya Yesu Kristo alikuwepo kama fumbo. Kwa hiyo wakati kina Daudi wanamtafsiri kwamba alichukuliwa, alibeba, wakati kina Isaya wanamzungumza kwamba amechukua masikitiko yetu, hakuna mtu alielewa tafsiri, hakuna mtu alijua kwamba kinazungumzwa
ninyi. Japokuwa wengine walijua kwamba mitume wanazungumza habari ya safari ya sheria. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ukiangalia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki, Yesu Kristo anafanya kazi katika ulimwengu wa siri. Alikuwa hajawekwa wazi. Haleluya. Lakini kitabu cha Mathayo mpaka unapofikia kabla ya kitabu cha Matendo ya Mitume, unaona jinsi ambavyo Yesu Kristo sasa anakuja kufunua utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Ina maana kwamba wakati Yesu anaanza kuzaliwa, bado ilikuwa ni historia ya Yesu inaandikwa, lakini si historia ya Roho Mtakatifu. Lakini tukiangalia katika utendaji, tunaona pia kwenye kitabu cha Mathayo mpaka kabla ya kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona kwamba watu walikuwa kwenye kivuli cha historia ya Yesu Kristo, wakati Yesu Kristo anajitambulisha kama Masihi kwao. Mungu atusaidie. Kwa sababu hiyo basi, ili Roho Mtakatifu afunuliwe na ili Roho Mtakatifu aanze kufanya kazi, maana kipindi cha neema kilianza wakati Yesu Kristo alipofufuka. Baada ya kusulubiwa na kufufuka, ndiko tunaanza historia mpya ya neema. Mungu atukuzwe sana. Amen. Kwa sababu hiyo basi, tunaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha Mitume kunaanza historia mpya ya kanisa kutembea na Roho Mtakatifu. Kanisa kumwelewa Roho Mtakatifu. Sasa mimi nikawa najiuliza, hivi wakati Yesu anapelekwa nyikani, huyu Roho alikuwa nani? Nikakuta najijibu mwenyewe, anasema Biblia inasema alipokuwa amejaa Roho akapelekwa nyikani. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa anajua historia na utamu wa Roho Mtakatifu katika safari ya kumtumikia Mungu au kutimiza kusudi. Haleluya. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu wakati mwingine walikuwa wanajaribu kupekua nini hasa ambacho kinasababisha Yesu afanye mambo anayofanya. Lakini tunaangalia vizuri kwamba kanisa lilianza kutembea na Roho Mtakatifu baada ya Kristo kufufuka na kupaa mbinguni. Haleluya. Kwa nini tujazwe Roho Mtakatifu basi? Tunajazwa Roho Mtakatifu kwa sababu pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi. Kumbuka nikwambia ni msaidizi. Amina. Kuna tofauti kati ya kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Ni vitu viwili ambavyo ni nini? Ni tofauti. Katika kizazi ambacho tuna kizazi kinachojua kunena kwa lugha, lakini si ambacho kimejaa Roho Mtakatifu. Kizazi hiki tunajua kukariri lugha, lakini hatutaki kumsogelea Roho Mtakatifu tujae. Kwa sababu kujaa Roho Mtakatifu ni uwekezaji. Amina. Ni uwekezaji maalum katika ulimwengu wa roho. Ina maana usipokubali kuwekeza, utabaki na kunena kwa lugha, lakini si umejaa nini? Roho Mtakatifu. Utanielewa tu. Haleluya. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Maana bado hapa mitume wanashughulikiwa kwa habari hiyo. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 2, twende moja kwa moja mpaka ule mstari wa 14. Ningependa nianze hapa juu kidogo kabla sijaenda mstari huu wa 14. Ili tuone kwamba huyu Roho Mtakatifu alianza kujaa ndani ya wanafunzi wa Mungu wakati gani. Amina. Hebu angalia huu mstari wa kwanza. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inazungumza kabisa
kwenye huu mstari wa kwanza kwamba ilipotimia siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste ilitimia siku ya 50. Haleluya. Baada ya kuondoka nani? Amen. Lakini ninapenda ukisoma pia huo mstari wa kwanza nasema walikuwako wote mahali pamoja. Amen. Sasa tatizo linakuja, tunamwabudu Mungu, tunamtaka Roho Mtakatifu. Lakini tukija kwenye eneo la kukusanyika pamoja ni katika ulimwengu wa roho. Amina. Hatusemi walikaa mahali pamoja lakini hawakunia mamoja. Walinia mamoja kwa sababu walifahamu andiko. Sasa nikakwambia kwamba kujazwa Roho Mtakatifu ni uwekezaji. Ili ujae Roho Mtakatifu kuna muda ambao unatakiwa uutenge ukiwa na shauku. Amina. Na ukiwa umemaanisha ili uweze kupata kile ambacho unakihitaji ambacho ni Roho Mtakatifu. Nikakwambia kwamba napenda pia huu mstari maana anasema wote walikuwa mahali pamoja. Haleluya. Muulize jirani yako, uko mahali pamoja? Asubuhi ya leo uko mahali pamoja? Kwa sababu tunapojifunza somo ina maana Roho Mtakatifu yuko hapa ili atujaze. Amen. Lakini je, moyo wako huko hapa mahali pamoja? Lakini Biblia inaendelea kuzungumza, anasema kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi ukaijaza nyumba yote walikuwamo wameketi. Ukawatokea ndimi zigawanyikavyo kama moto uliowaka, kila mmoja, wote wakajazwa Roho. Kwa tunapomzungumza Roho Mtakatifu tunazungumza uweza ama nguvu itokaye juu isiyofananishwa na kitu chochote, na inapoingia mazingira yanabadilika. Ndio maana anakuambia palitokea uvumi na ndimi za moto. Inakuaje leo kanisa tunasema tuna Roho Mtakatifu lakini hatuoni badiliko lolote katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho? Ina maana bado hatujafikia kile kiwango cha kujaa na kuzaa athari katika ulimwengu wa mwili. Haleluya. Ukisoma hichi kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kinamzungumza Roho Mtakatifu kutoka juu mpaka chini na utendaji wake kazi. Tunaona jinsi ambavyo hata walioko pembeni yao walianza kushangaa, hawa watu wamelewa kwa mvinyo asubuhi, wameingiliwa na nini? Kwa sababu hali ya hewa ilipobadilika kila mtu alijaa nguvu, na alipojaa nguvu hakuweza kustahimili ile nguvu, ilitoka nje akaanza kunena kwa lugha. Aliponena kwa lugha ile nguvu ikaambukiza ikakusanya watu. Kanisa tunahitaji kujaa nguvu za Mungu ili walioko pembeni yetu waweze kuingia kanisani. Ni kweli tumeomba, ni kweli tunafunga, ni kweli tunaingia kanisani kila siku, lakini hatuongezeki kwa sababu hatujajaa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana nguvu za Roho Mtakatifu zikiingia ndani ya mtu mazingira yanabadilika. Haiwezekani uwe pale pale wakati umejaa Roho Mtakatifu. Inawezekana umebaki na kunena kwa lugha lakini nguvu ya Mungu haiko ndani yako. Mungu atusaidie sana. Unajua Mungu hajutii kipawa wala karama anayokupa. Ndio maana unaweza ukajikuta haujajaa Roho Mtakatifu, alafu unaweza ukawa unatukana, alafu unaweza ukawa unatenda dhambi kawaida, lakini akileta ugonjwa wa pepo litaondoka. Kwa nini? Kwa sababu kwanza Mungu hajutii karama aliyokupa, lakini pili Mungu hajawahi kuliaibisha jina la Yesu. Mahali popote jina la Yesu linapotajwa, haijalishi linatajwa na mtu wa aina gani. Mungu atusaidie sana, kwa sababu Biblia inasema hilo jina limepewa heshima kuliko majina yote. Kwa hiyo ukilitaja mahali hata kama hauna maisha sahihi, Mungu anafanya kwa sababu analiheshimu jina la Yesu. Tukija kwenye swala la wewe binafsi, hiyo ni kesi nyingine. Mungu atusaidie sana. Siku moja nilikuwa natafakari sana, nikasema inakuaje andiko hili linasema kwamba mtatoa pepo kwa jina langu, mtafanya mambo makubwa kwa jina langu, lakini ukija kwa upande wangu nitakwambia ondoka kwangu, sikujui. Ndipo nikajua kwamba
Wakati Paulo anasema injili itahubiriwa hata kwa hila, injili itafanyaje? Itahubiriwa. Ina maana wakati Mungu anataka injili imfikie mtu, haijalishi ni chombo gani anachotumia, ili mradi amekufikia. Lakini tukija kwenye maisha ya rohoni, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu? Tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa sababu anapokuwa juu ya mtu, anakuja kwa mission kamili, anakuja kwa ajili ya huduma. Haleluya. Maeneo haya mawili makuu, Roho Mtakatifu anakuwa juu ya mtu na Roho Mtakatifu anakuwa ndani ya mtu. Roho Mtakatifu alikuwa juu ya mtu wakati wa sheria, na mpaka sasa hiyo protocol bado inafanya nini? Inafanya kazi. Lakini Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu. Anapokuwa juu ya mtu, anakuja kwa ajili ya mission kamili. Tunaona kama kina Samson, tunaona kama kina Daudi. Yaani Roho wa Bwana anapokuja juu yao, kuna kazi ambayo Mungu anataka waitimize. Na ili waweze kuitimiza, maana kipindi hicho hakikuwa kipindi cha neema, Roho Mtakatifu alikuja kufunulia kipindi cha mitume. Sasa Mungu inabidi aachilie ile nguvu juu ya mtu mhusika anayetaka kumtumia kwa wakati ule. Mungu atusaidie sana. Na hivyo hata leo, unaona kama ninaposimama kwenye hii madhabahu, kama Mungu anataka kufanya kitu kwa mtu, atakuja juu yangu. Na ndio maana hata Yesu wakati anajitambulisha akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenipaka mafuta. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo anamtambulisha Roho Mtakatifu, lakini katika wingu lile la siri, bado hajamweka ndani yetu. Mungu atusaidie, kwa sababu kulikuwa na gharama anatakiwa kulipa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja juu yako wakati unafanya huduma, kuna uwezekano akaondoka kazi ikiisha. Amen. Ndio maana tunaona Daudi alifanya mambo makubwa, lakini kuna eneo alichemsha. Samson alifanya mambo makubwa, lakini kuna eneo alichemsha. Elia alifanya mambo makubwa, lakini yule roho alipoondoka akakimbia. Mungu atusaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu hakuwepo ndani yake. Lakini Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, ni kwa sababu ya kumshuhudia mtu juu ya hukumu na dhambi na kumfanya kuwa shahidi. Haleluya. Mtu akijaa Roho Mtakatifu ni tofauti na mtu akiwa na Roho Mtakatifu juu yake. Amina. Yesu anawaambia wanafunzi, nasimama mlangoni na bisha hodi. Atakayefungua nitaingia, nami nitafanya makao. Naye si yeye anayeishi, ila mimi ninaishi ndani yake. Sasa tatizo linakuja pale mwana wa Mungu hajajazwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu hajajazwa Roho Mtakatifu, yako mambo ambayo anayaishi yeye mwenyewe wakati Roho Mtakatifu hayupo. Ndio maana tunashindwa kumpata Roho Mtakatifu kama msaidizi kwenye yale maeneo ambayo tunakwama. Unajua, Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, Biblia inasema kwamba ni mwombezi, lakini ni mshauri, lakini ni kiongozi. Amina. Sasa Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, yako mambo ambayo atakushauri, yako mambo ambayo atakuombea, yako mambo ambayo atakuongoza, lakini pia ni mfariji. Haleluya. Sasa unapopita katika yale mambo magumu, kama hujajaa Roho Mtakatifu, ina maana unaishi wewe, si Kristo anayeishi. Kwa hiyo yale maumivu yanapokuja yanakukuta wewe direct, maana ile nguvu, Biblia inasema kwamba Yesu anawaambia wanafunzi wake, msiondoke mahali hapa mpaka mtakapopokea uweza utokao juu. Ina maana kwenye mfumo wa ulimwengu tunahitaji nguvu inayotoka juu, kwa sababu yuko mtawala juu ya dunia, na huyu mtawala ana nguvu. Pasipo Roho Mtakatifu, ina maana huwezi kumiliki wala kutawala. Haleluya. Ina maana kama wewe umeokoka, unajua wewe si wa ulimwengu huu. Yesu anasema hivi, wamenikataa, hata nyinyi hawatawakubali. Kwa maana mfumo wa ulimwengu huu
ni mfumo wa aina mwingine, na mfumo wa ulimwengu wa roho ni mfumo wa aina nyingine. Siku moja nikasema hivi, mfumo wa dunia unasema moja ukijumlisha moja ni 2, lakini mfumo wa mbingu unasema moja ukitoa moja ni 2. Utamwita profesa gani ukampa hiyo hesabu akakuelewa? Hawezi kufanyaje? Hawezi kuelewa. Ndio maana Mungu akasema kwamba msiondoke mpate uweza unaotoka juu. Ina maana kuna mambo kwenye ulimwengu huu pasipo uweza utokao juu. 1, hautaweza kumwona Mungu. 2, hautaweza kuvuka. 3, hautakuwa na nguvu ya kushuhudia. 4, mbingu unaweza ukakosa. Mina ni ngumu kumeza, lakini tutaendelea. Haleluya. Hebu tuangalie kitabu cha Luka. Tuangalie kitabu cha Luka, sura ya mwisho kabisa ya 24 mstari wa 49. Historia nilikuwa nasoma alafu nikaishangaa sana. Angalia mstari wa 49. Mstari wa 49. Anasema, anatazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Haleluya. Ukitaka kupata hii habari vizuri, nenda kaanze mstari wa 1. Kwa sababu katika sura hii Yesu Kristo alifanya mambo kadha wa kadha. Na katika jambo moja kubwa alifanya, aliwatokea ndugu waliokuwa wanatembea kwenda Kapernaumu. Biblia inasema kwamba walifungwa macho, hawakuweza kujua kwamba wako na nani? Yesu. Amina. Amen. Sasa hii habari nikawa naifuatilia kidogo kabla sijafika huko mstari chini. Nikagundua hata kanisa tunao ulemavu. Amina. Yesu anaingia katikati yao. Walikuwa wanaongea habari ya Yesu Kristo. Wanaongea habari ya maisha ya Yesu Kristo. Wanazungumza, wanaelezea, walifikiri ya kwamba ni Masihi. Walifikiri ya kwamba ndio ataokoa wana wa Israeli. Walifikiria kwamba ndio yule ambaye ajaye. Sasa Yesu anaingia katikati yao, anawauliza ni habari gani hii? Hawakujua kwamba Yesu yuko katikati yao. Sasa wanamwambia, hivi wewe ni mgeni, ulikuwa wapi usijue hii habari? Yaani wameshindwa kuelewa kwamba yule aliyoko katikati yao ndio mbeba hiyo habari yenyewe na ndio mtimiliza hiyo habari yenyewe. Kwa hiyo anamwambia, wewe ni mgeni. Inawezekana kwenye maisha yako na wewe haujui kama uko na Yesu unatembea naye. Kwa nini? Kwa sababu bado hujapokea nguvu na uweza kutoka juu. Inawezekana macho yako yamefungwa. Ndio maana kwenye hilo jaribu hauwezi ukamwona Yesu. Hauwezi ukaona ule uweza. Hauwezi ukaona kuvuka. Unaona kushindwa. Unaona kukata tamaa. Unawimba wimbo wa kuchoka kwa sababu hujapokea uweza kutoka juu. Asubuhi ya leo hakikisha unapotoka katika haya malango umejazwa Roho Mtakatifu, na wala si roho yuko juu yako, yuko ndani yako, ili uweze ku-experience ile nguvu ya kimungu inayobadilisha mambo na kutenda miujiza, ile ambayo ni daraja la wewe kuvukia. Wakati Petro anamwona Yesu katika bahari, ilifika mahali akasema, kama ni wewe niite nikufuate. Petro anaanza kumfuata Yesu. Anamfuata Yesu. Kilichomfanya azame ni kwa sababu ile nguvu haikuwa ndani. Ingekuwa ndani, ingemshuhudia ya kwamba huyu ni Kristo. Na wala usiogope, kwa sababu huyu ndio aliyefanya bahari, huyu ndio aliyekupa miguu. Kwa hiyo utatembea, utaendelea mbele. Mungu atusaidie sana. Kuna umuhimu wa kujazwa nini? Nguvu za Roho Mtakatifu. Kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu ni kitendo cha imani, kwa sababu ni roho hashikiki. Ukitaka umpapase kama kina Tomaso alivyompapasa Yesu, ni ngumu.
Ukitaka umuone kwa macho ya damu na nyama ni ngumu. Ndio maana Yesu akasema hivi, mimi napaswa kwenda kwa Baba ili yule msaidizi aweze kuja. Kwa sababu Yesu alikuwa katika mwili. Sasa anataka kuja kupitia Roho Mtakatifu. Maana Biblia inatueleza waziwazi ya kwamba tunapomwendea Mungu tutamwendea kwa jina la Yesu. Lakini yule Roho atatuombea. Yule Roho atatuongoza kile cha kusema mbele za Yesu ili kiweze kutimia kwa wakati. Kwa sababu hiyo basi hatumhitaji Roho Mtakatifu akiwa juu. Maana akiwa juu anaweza kuondoka wakati wowote, lakini akiwa ndani anaweza kudumu na kufanya makao. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu, yako mambo ambayo yatabadilika yakafuata mfumo wa kiungu. Amen. Changamoto tulionayo kwenye kanisa ni kwamba Roho Mtakatifu hayuko ndani. Na kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko ndani, kuna ule mfumo ambao tumezaliwa nao. Kuna zile tabia ambazo tumezaliwa nao. Kuna zile tabia ambazo tumeishi nazo. Tunaingia kanisani, tunanena kwa lugha, alafu tukimaliza tunatoka tunaishi yale yale. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu, kumbuka, ni mwalimu, kumbuka ni mshauri, kumbuka ni kiongozi, kumbuka ni muombezi. Anapokuwa ndani yako anakushuhudia juu ya dhambi. Kwa hiyo kabla hujatenda dhambi atakwambia unakoelekea siko, rudi hapa mwanangu. Wakati mwingine atatumia hata kiboko. Kuna mambo ambayo Mungu itabidi atumie fimbo ili wewe urudi Roho anapokuwa ndani yako. Kwa nini? Andiko linasema ninayempenda ninamrudi na kumuonya. Tunamuona mwalimu. Hakuna mwalimu asiyerudi na kuonya. Amen. Inawezekana mahali unakopita Roho Mtakatifu anakurejeza. Amen. Lakini huwezi kusikia maumivu. Ndio maana unaweza ukaonywa kama umejaa Roho Mtakatifu, hawezi kuamka yule mtu wa asili. Yule mtu wa asili atanyamaza. Utajikuta unasema ni kweli nilikosea, ni kweli nilisengenya, ni kweli nilikosea. Utashuka. Ndio maana lile somo baba alikuwa anafundisha, nimeenda kulirejea, nikawa nafuatilia, nikawa najiwekea mikono, najisemea, kwa maana ninajua kabisa lile somo limekuja kwa ajili yangu mimi. Haleluya. Lakini kama una Roho Mtakatifu, ukionywa unasema ataniambia nini huyu? Ataniambia nini? Mimi namjua sana. Nalifahamu neno sana. Mimi ninaomba sana. Ataniambia nini? Ina maana Roho hayuko ndani yako. Hata maonyo huwezi kupokea. Halafu pia Roho Mtakatifu anabadilisha mfumo. Amen. Kuna siku nilitoa ushuhuda hapa nikasema, kuna wakati nimeokoka kabisa, nipo kanisani kabisa, lakini ukinitania nitakupiga. Yaani unajua kukupiga. Yaani mimi nimenyanyua chuma, nimefanya hivi. Yaani kwa sababu nilikuwa sitaki mtu wa kunionea. Na ilifika mahali nikitaka kukupiga kama uko kanisani, sikupigi nje ya kanisa, alafu sikupigi barabarani. Nitahakikisha nimekimbizana na wewe mpaka kwa mchungaji. Alafu mwambie mchungaji, ninampiga huyu mbele yako, alafu niongoze sala ya toba. Sijui unaona hicho kitu. Nilitembea kwenye hiyo hali. Lakini wakati namjifunza Roho Mtakatifu nikajua ni udhaifu. Maana ilikuwa hata nikikushindwa, nitatafuta namna ya kukutegea, hata nikuchome hata na kitu, toke tu damu afu mimi riziki. Ilikuwa ni hali mbaya, lakini at the same time nahubiri injili. At the same time nawahi na deki kanisa, nafuta viti. Hakuna ibada ninayokosa, lakini udhaifu umenishinda. Ninachanganyikiwa ukinisema. Fika mahali nachanganyikiwa kabisa, alafu sitaki maneno mawili. Lakini Roho alipoingia ndani yangu, nikaanza kufinyangwa. Wakati mwingine najiuliza, kwa nini huwa nafanya hivi vitu? Yaani nikikaa mwenyewe, maana wakati fulani mchungaji ananitana, ananiambia, unajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Judy, unajua una kitu cha kimungu. Unajua kwamba wewe Mungu anamwambia ndio, lakini sitaki mtu anayenikosea adabu. Tena nampa na andiko kwamba hata Yesu aligeuza meza hekaluni alipokuta biashara kanisa. Kwa hiyo nina maandiko ya
kujitetea. Haleluya. Lakini Roho alipoingia akaanza kubadilisha mfumo. Alipobadilisha mfumo, nikajikuta siwezi tena kupigana. Na nikikukuta unapigana na kushangaa. Alafu nikikuta unagombana nasema, kwani wewe ungeamua kunyamaza ingekuwaje? Si unyamaze tu. Kwani wewe utakuwa mjinga? Lakini ilikuwa sio kitu nini? Sio kitu rahisi, kwa sababu nilikuwa naishi kanisani na mtu wa asili. Amen. Na kumbe wakati nafanya huduma, Roho anakuja juu yangu maana anaheshimu kusanyiko lililopo. Lakini kwa habari ya dhambi, Roho anakaa nini? Pembeni. Baadaye tutakuja kujifunza tu tabia za Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu anaongezeka kiimani. Kumbuka nimekuambia ni kitendo cha kiimani. Ili umpokee Roho Mtakatifu ni kitendo cha kiimani. Sasa mtu anakuwa, haleluya, mtu anakuwa ndani yake, anaongezeka. Lakini Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu anazaa matunda. Yaani ukishaona hauzai matunda, ina maana Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. Kwa sababu Biblia inasema mtakuwa mashahidi wangu, mtakuwa mashahidi wangu. Ukiona kanisa aliongezeke, ukiona kanisa alikue, ni tatizo langu, ni tatizo lako, kwa Roho Mtakatifu hayuko ndani yetu. Kwa hiyo uone umuhimu wa kushuhudia. Na kwa vile yuko juu yako, wewe utakuja tu utasema mimi natoaga sadaka, mimi naendaga kuomba, mimi nafungaga. Lakini umesahau kwamba Roho anapokuwa ndani yako kuna kuongezeka, kuna kumzalia Mungu matunda. Na kanisa liweze kukua, kila mtu akijaa Roho Mtakatifu, ina maana Roho Mtakatifu anagawa vipawa kulingana na yeye anavyopenda. Na kama anagawa vipawa kulingana na yeye anavyopenda, kila mtu atasimama kwenye zamu yake. Mchungaji alikuwa anahubiri anasema, baada ya dhiki kuu itakuja miaka ambayo kazi ya kila mtu itapimwa. Ndio yale unafika mahali unasema ni bahati yangu kuingia mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu hujamruhusu Roho Mtakatifu azae matunda. Yale matunda yapasayo toba, yale matunda yanayokufanya udumu katika wokovu, yale matunda yanayokufanya mfurahie Roho Mtakatifu. Daudi anasema hivi, usiniondolee furaha ya wokovu, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Na ukumbuke Daudi ameishi kipindi cha sheria, lakini alikuwa anajua Roho Mtakatifu akiondoka hawezi chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna kuongezeka. Haleluya. Lakini tu pia kuna furaha ya wokovu ndani. Yaani ukimpata Roho Mtakatifu, haijalishi unapitia nini ambacho unakipitia, haijalishi, utakuwa na furaha. Kanisa tulilonalo sasa hivi, watu hawana furaha ya wokovu. Yaani mtu kuja ibadani unajisukuma, unajishauri, unajipanga, havipangiki. Kwa nini? Kwa sababu furaha ya wokovu imefanyaje? Imeondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Simama kwa miguu yako. Najua Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Najua Roho Mtakatifu ananijua. Hata mimi wakati nimesimama mahali hapa, ninajua Roho Mtakatifu anasema na mimi asemi na wewe. Inawezekana asubuhi ya leo ulishawahi kumpoteza Roho Mtakatifu, siku nyingi umebaki na kunena kwa lugha. Tunapokwenda kuomba maombi haya, hebu tamani mwambie Roho Mtakatifu, karibu upya ndani yangu, karibu upya ufanye makao, karibu upya ubadilishe mfumo, karibu upya nitembee na wewe. Mwambie sina daraja la kuvukia isipokuwa ni wewe Roho Mtakatifu. Inua mikono yako wakati namshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu, uketie juu sana mahali pa siri, mahali pa mambo makuu yaliyofichika, tunakubariki asubuhi ya leo, tunakutukuza asubuhi ya leo. Asante kwa matendo yako, asante kwa fadhili zako, asante kwa sauti yako katikati yetu Roho Mtakatifu. Tunakutamani kwenye ndoa zetu, tunakutamani kwenye kazi zetu, tunakutamani kwenye huduma, tunakutamani Roho Mtakatifu. Tuna kiu nawe asubuhi ya leo. Tumetambua ya kwamba tunakuhitaji ufanye makao yetu. Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu wetu. Ninalinua kanisa lako madhabahuni pako Bwana. Ninalinua kusanyiko lako nikinyenyekea na kutubu, nikiomba rehema Bwana mahali ambako tumekuacha pembeni, mahali ambako Roho Mtakatifu tumekupoteza.
tuliyopoteza. Tunarudi miguuni pako kwa moyo wa toba. Uyasafishe maisha yetu Mungu Roho Mtakatifu. Uyafinyange maisha yetu asubuhi ya leo. Usitupite Mwokozi. Roho Mtakatifu karibu ndani yetu upya. Roho Mtakatifu karibu ndani yetu upya. Endelea kusema nasi, endelea kutushauri, endelea kutufundisha, endelea kutuinua Bwana, endelea kutushindia mapito yetu, endelea kutuvusha maeneo ambayo tunashindwa kuvuka. Fanya njia mahali hakuna njia, lete majibu mahali hakuna majibu, lete uhai mahali hakuna uhai, lete tumaini mahali hakuna tumaini Bwana, lete faraja mahali hakuna faraja. Tunakutamani Roho Mtakatifu, tunatamani wema wako, tunatamani kutembea na wewe, tunatamani kusemezana na wewe, tunatamani uwe rafiki kwenye maisha yetu. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje Bwana, ufalme wako uje, ufalme wako uje, mapenzi yako na yatimizwe katikati yetu. Asante kiongozi, asante Roho Mtakatifu. Heshima na utukufu ni kwenye kiti chako cha enzi. Wewe uliye mkuu sana, uliyelinunua kanisa asubuhi ya leo. Asante Roho Mtakatifu, kati Yesu Kristo.